Mwalimu mmoja raia wa Kenya mwenye umri wa miaka 33 ni miongoni mwa watu waliouawa wakati wa ghasia zilizozuka baada ya uchaguzi wa utata nchini Tanzania. John Okoth Ogutu aliuawa kwa kupigwa risasi na hadi sasa mwili wake bado haujapatikana. Na kama anavyoeleza Babu Abdallah, familia ya mwalimu huyo imethibitisha kupokea taarifa za kifo cha mpendwa wao kutoka kwa rafiki yake mjini Dar es Salaam. John Okoth Ogutu, mwalimu raia wa Kenya aliyekuwa akiishi Tanzania kwa miaka 10, anaripotiwa kuuawa wakati wa ghasia zilizozuka nchini humo baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Kwa mujibu wa maelezo ya familia yake, Ogutu hakwenda Tanzania kwa ajili ya kushiriki maandamano, bali alikuwa ni mwalimu aliyefundisha katika shule moja mjini Dar es Salaam. Katika sebule ya nyumba yao ndogo mjini Nairobi, ndugu zake Jennifer Atieno na Evans Odhiambo wameikumbatia picha ya kaka yao, nyuso zao zikijawa na huzuni. Maumivu yanazidi kuwa makali kwa kutokujua ulipo mwili wa ndugu yao hadi sasa, japo inaripotiwa kwamba mwili wake ulichukuliwa na polisi. Habari tulipata kutoka na rafiki yake huko ambaye walikuwa na yeye. Walikuwa pamoja, sasa ni kuachana, mtu aingie kwake, mwingine aingie kwake. Sasa ndio akaona mwenzake akiwa amepigwa risasi. Sasa ni yeye alipata kutufahamisha. Inaelezwa kwamba John Ogutu mara ya mwisho alisafiri hadi Kenya mnamo mwezi Julai kuhudhuria mazishi ya babake, na mara tu alipomstiri akarudi Tanzania kuendelea na kazi yake ya ualimu. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch lilitoa taarifa siku ya Jumanne likilaani vikali ukandamizaji wa waandamanaji kufuatia uchaguzi huo wa Oktoba 29. Human Rights Watch ilieleza kuwa watu kadhaa waliripoti kwamba polisi walifyatua risasi ikiwalenga moja kwa moja waandamanaji. Pia kumekuwa na madai kwamba polisi wamekuwa wakichukua miili ya watu waliouawa wakati wa maandamano kutoka vyumba vya kuhifadhi maiti bila maelezo ya wazi, kama anavyoeleza kaka wa marehemu Evans Odhiambo. Sasa mochari jana walikubali watu waingie, ambapo hao walimu wa marafiki wake na mwenye shule walienda hapo wakapata kama tayari wamefagilia kila kitu, hakuna evidence yote eti mwili ilipelekwa hapo. Hiyo mochari yenye mwili ya ndugu yangu ilipelekwa jana, hakuna mwili hapo. Odhiambo amesema familia yao imehangaika kutafuta mwili wa Ogutu bila mafanikio na wanahitaji majibu kutoka kwa mamlaka husika. Chama kikuu cha upinzani Chadema kimetoa wito wa uwajibikaji kufuatia vifo vya waliouawa katika ghasia za baada ya uchaguzi, kikidai kwamba zaidi ya watu 700 walipoteza maisha. Afisa mwandamizi wa chama hicho anayesimamia mawasiliano wa chama na mashirika ya kimataifa na taasisi za haki za binadamu, Deogratius Munishi, ameitaka mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC kuchunguza mauaji hayo. Naam, huyo alikuwa ni Babu Abdallah, msikilizaji. Na Tanzania bado iko kwenye mshtuko kutokana na vurugu zilizoshuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 ambao waangalizi wa kimataifa wanasema haukuzingatia haki wala haukuwa huru. Na mamlaka zinakabiliwa na maswali mengi kuhusu mauaji yanayodaiwa kufanywa na vikosi vya usalama. Lakini wakati kwa kiasi kikubwa lawama na hasira zikielekezwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan, wakosoaji wanasema ana washirika wake wanaopaswa pia kubebeshwa lawama. Je, ni kina nani? Ripoti ifuatayo inasomwa na Bakari Ubena, inakupa taswira ya wanaotajwa. Kilio cha Watanzania na hasa waliopoteza ndugu na jamaa zao kufuatia vurugu zilizotokea kinaendelea kusikika, japo kimya kimya na kwa hofu kubwa. Lawama za mauaji yanayotuhumiwa kufanywa na vikosi vya usalama zinasikika kutoka makundi mbalimbali, tangu Umoja wa Mataifa, mashirika ya kutetea haki za binadamu hadi chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema, ambacho kimedai idadi ya waliouawa wanaweza kufikia zaidi ya watu 1000. Rais Samia Suluhu Hassan ndiye kiongozi mkuu wa majeshi nchini Tanzania na bila shaka mwenyekiti wa chama tawala kinachoiongoza nchi hiyo kwa zaidi ya miaka 50. Chini ya uongozi wake, kabla ya uchaguzi huu,
Kumetokea ukandamizaji mkubwa dhidi ya wapinzani wake wa kisiasa, ambapo miongoni mwa ukandamizaji huo ni pamoja na kumzuia kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Chadema Tundu Lissu kushiriki uchaguzi kwa kufunguliwa mashtaka ya uhaini baada ya kutoa mwito wa kudai mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Hivi sasa, wakati Rais Samia akiwa ndiye anayelengwa zaidi na hasira za Watanzania, wakosoaji wanasema hayuko peke yake, ana washirika na kwa kiasi kikubwa sio yeye mwenye usemi mkubwa. Jakaya Mrisho Kikwete ndiye rais pekee wa zamani wa Tanzania aliyoko hai, bado ameendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za nchi hiyo tangu alipomaliza muda wake mwaka 2015, na yeye alikuwa chachu ya mageuzi ya uongozi alipofariki akiwa madarakani Rais John Pombe Magufuli mnamo mwaka 2021 na kuingia Samia Suluhu Hassan. Watanzania wengi wanamuona Kikwete kama mtu aliyecheza nafasi kubwa nyuma ya pazia kuunga mkono kuingia kwa Samia, na wanamkosoa juu ya machafuko yaliyotokea. Kikwete bado hajasema chochote kujibu tuhuma za namna hiyo hadharani. Mwanasheria wa masuala ya haki za binadamu Tito Magoti amesema Kikwete pia anatazamwa kama mtu aliyesimamia maslahi ya kibiashara ya wageni, akihakikisha anaendeleza uthabiti wa kisiasa. Lakini yuko pia makamu wa rais Emmanuel Nchimbi, aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani na katibu mkuu wa CCM aliyemaliza muda wake. Yeye na Samia waliapishwa Jumatatu kuiongoza nchi. Nchimbi anatazamwa kama mtu mwenye mtazamo halisi wa CCM ambaye ana nafasi nzuri ya uwezekano wa kumrithi Samia muhula wake wa miaka 5 utakapomalizika. Yuko pia lakini mtoto wa kiume wa Rais Samia ambaye anatajwa kwa hakika ndiye mshauri wake mkuu, ambaye ni Abdul Halim Hafidh Ameir. Wakati huyo akiwa hashikilii nafasi yoyote rasmi katika serikali ya Samia, baadhi ya wakosoaji wanadai alikuwa mpanga mikakati mkubwa wa mpango huu wa kuwaandama waandamanaji, hii ikiwa ni kwa mujibu wa William Fama, mtafiti wa masuala ya ushauri kuhusu Afrika. Humphrey Polepole, aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba na kiongozi mwandamizi wa zamani wa CCM, alipotezwa na hadi sasa haijulikani aliko tangu kuchukuliwa kutoka nyumbani kwake mwezi uliopita baada ya kumkosoa Rais Samia na kutuhumu kwamba Abdul alikuwa ndiye mkuu asiye rasmi wa idara ya ujasusi. Abdul hata hivyo hajawahi kujibu tuhuma hizo hadharani. Pia aliyewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda naye ni mmoja wa wanasiasa wanaotajwa kuwa na usemi ndani ya CCM. Kwa mujibu wa William Fama, mtafiti kutoka shirika linaloshughulikia masuala ya kutoa ushauri kuhusu Afrika lenye makao yake mjini London, Uingereza, anasema kuna uwezekano mkubwa kwamba Makonda akapewa nafasi ya juu ya uongozi katika serikali ijayo. Na itakumbukwa Marekani iliwahi kumwekea vikwazo Makonda kwa tuhuma za kuhusishwa na ukandamizaji wa wanasiasa wa upinzani. Humphrey Polepole, aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba na kiongozi mwandamizi wa zamani wa CCM, alipotezwa na hadi sasa haijulikani aliko tangu kuchukuliwa kutoka nyumbani kwake mwezi uliopita baada ya kumkosoa Rais Samia na kutuhumu kwamba Abdul alikuwa ndiye mkuu asiye rasmi wa idara ya ujasusi. Abdul hata hivyo hajawahi kujibu tuhuma hizo hadharani. Pia aliyewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda naye ni mmoja wa wanasiasa wanaotajwa kuwa na usemi ndani ya CCM. Kwa mujibu wa William Fama, mtafiti kutoka shirika linaloshughulikia masuala ya kutoa ushauri kuhusu Afrika lenye makao yake mjini London, Uingereza, anasema kuna uwezekano mkubwa kwamba Makonda akapewa nafasi ya juu ya uongozi katika serikali ijayo. Na itakumbukwa Marekani iliwahi kumwekea vikwazo Makonda kwa tuhuma za kuhusishwa na ukandamizaji wa wanasiasa wa upinzani.